ingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tukutane tena katika nyumba yake kwa minajili ya kutekeleza ibada yake muhimu sana ya swala ya usubuhi, na kutujalia tuanze siku yetu kwa maneno yake. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasema Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Katika maneno yote yaliyopo katika ulimwengu hakuna maneno yenye baraka zaidi kuliko maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu akiamka usubuhi, akili yake ikiwa kwanza itamfikiria Allah Subhanahu wa Ta'ala, anapata clarity, yani anapata uwezo wa kuona anapokwenda, kwa sababu akili yake imeanza kumfikiria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ulimi wake neno la kwanza litakalotamka ni neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu anaiongoza lisani yake siku ile yote. Na ikiwa kitendo chake cha kwanza ni kumsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu anakijalia kiwiliwili chako kiwe kina urahisi katika kutekeleza ibada zako. I want to tell you this from experience. Kama kuna wengine kurukuu baraka, kusujudu shida, hawawezi, wanataka hawawezi, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajawapa taufiki ya kuweza kurukuu, hajawapa taufiki ya kuweza kusujudu. Kwa hivyo kama wewe waweza kurukuu na kusujudu ukiwa na furaha na urahisi, si kwa sababu wewe ni hodari sana, ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametia taufiki kwamba wewe utaweza kurukuu na utaweza kusujudia. Si mtu yoyote anayeamka usubuhi akaweza kuswali, la, Mwenyezi Mungu anachagua nani aswali, ataamka usubuhi swali, na nani ataendelea kulala, na nani mchana mzima ataishi kwa sahau na hataweza kutekeleza wajibu wa swala. Kwa hivyo na mimi, ikiwa tumebarikiwa kwamba tunaweza kuamka usubuhi, fikra yetu kenda kwanza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, baada ma amatana wa ahyana wa ilayhi nushur. Hukuamka kwa sababu wewe una afya nzuri sana, hukuamka kwa sababu wewe una magumu sana kwenye mwili wako, hukuamka kwa sababu wewe ni mtu unajulikana sana, hukuamka kwa sababu wewe ni mtu unasoma sana, hukuamka kwa sababu wewe ni mtu ambaye una pesa sana, au umeamka kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala akaamua kwamba wewe utaamka. Kwa hivyo hamna kitu cha thamani zaidi katika maisha ya mwanadamu kama kitu kinachoitwa shukrani. Hii inaitwa vitamin G. Miili yetu inahitaji madini kuwa na afya na kuendelea kuishi na kuwa na furaha katika maisha yetu. Na moja katika madini muhimu sana ambayo hayapatikani katika sayansi, yanapatikana katika dini, ni madini ya gratitude. In shakartum la azidannakum. Mimi nawaahidi, na Mwenyezi Mungu haji ahadi yake, mkinishukuru tu mimi nitawazidishia. Ukimaliza kuswali alafu mkafanya sujud shukr, alhamdulillah, Allah shukran kwa kunijalia mimi ni swali alfajiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuongezea uwezo wa kuswali zaidi na zaidi. Na atawaambia malaika wake, angalieni mja wangu amepata uwezo wa kufanya ibada kisha ananishukuru kwa kunifanyia ibada. Hajafanya ibada tu peke yake, amenishukuru pia kwa kunifanyia ibada. Huyu ni mja wa peponi. Kwa hivyo unashukuru kwamba wewe unaweza. Ni watu milioni ngapi walioko nje huko hawamjui hata Allah nani? Sisi katika ulimwengu tuko bilioni 8. Katika bilioni 8, bilioni 2 ni Waislamu, bilioni 6 si Waislamu. Katika hizi bilioni 2 za Waislamu, maybe milioni 20 ndio watu ambao wanaofuata ule Uislamu wanapatikana kufuatwa, na labda milioni 10 ndio wanatekeleza zile ibada vile zinafaa kutekelezwa. Kwa hivyo kama umefaidika kuingia katika ile minority circle ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe ni mtu ambaye umefaulu katika maisha haya. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale ambao wameruzukiwa imani na iktisab, wale wameruzukiwa uwezo kutekeleza majukumu yao hapa duniani, hao wamefaulu.
Lakad faza fawzan adhima. Mwenyezi Mungu kalima hii lakad faza fawzan adhima ameitaja katika Qur'an mara 26. Lakad faza fawzan adhima, lakad faza fawzan adhima, hakika hii dini ndipo penye kufaulu. Lakad faza fawzan adhima. Kwa hivyo kila mmoja wetu atakana akimbilie kufaulu kwa kikamilifu. Kufaulu kwa kikamilifu ni kufaulu kwamba wewe sasa maisha yako umeitia katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine ukizingatia unaona sisi binadamu we so delicate. Wewe fikiria tu unatembea mara mbu akaingia kwenye pua. Hali itakuwa ina gani? Mbu nyama kidogo hivi umelala usiku mara kapenya kwenye pua. Utakuwa na hali gani? Utaweza kulala kweli? Wewe fikiria tu hiki chakula tunachokula kila wakati ikatokea bahati mbaya tu tukala kemikali ya sumu. Utakuwa katika hali gani? Wewe fikiria tu kwamba wewe unatembea unafanya maisha yako alafu bila ya sababu mambo yamekuharibikia, maisha hayako tena vile yalivyokuwa. Maana hakuna uchungu duniani. Afadhali uwe mtu fukara maisha yako bila kujua utajiri nini. Afadhali uwe una bila kujua maana ya kuwa nacho nini. Lakini Mungu akikuruzuku akikupa alafu akakupokonya, Allahu Akbar. Mwanadamu doesn't miss kile ambacho hajakipata. Wewe Mwenyezi Mungu akuongoza ukawa mtu kisawasawa, na ghafla Mwenyezi Mungu kakurudisha asfala safilin. Wewe juzi tu ulikuwa msomaji wa Qur'ani kila wakati. Wewe juzi tu ulikuwa kutoka msikitini, ndio maskani yako. Wewe juzi tu unafunga kama za Nabii Daud. Wewe juzi tu ulikuwa na akhlaq kama ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo kwa ghafla umekuwa mtu aswala safili, confused katika maisha. Imagine the feelings. Kwa hivyo ndugu zangu wanasema ukimjua Allah subhanahu wa ta'ala ndio utatambua, na hofu itakuingia na utaweza kumfuatilia, na mambo yako ya dunia yatatimia, na kesho akhira peponi utaingia, kwa sababu wewe unaelewa. Bila ya kuelewa unafanya kitu giza tu with a lot of confusion. Kwa ndio maana mimi huambia watu, najua ile R ya Ramadhani inasema read. Huwezi kufunga bila kujua kwa nini unafunga. Huwezi kufunga vizuri ikiwa hujui masharti ya kufunga. Huwezi kufunga vizuri ikiwa you don't know why. Ndio kuna W3 katika maisha ya mwanadamu muhimu sana. Hii inaitwa sambusa ya maendeleo ya mwanadamu katika maisha. Sambusa, triangle of success in human life. Sambusa ya kuendelea. Ile pembe ya juu ambayo ndio inashika ile sambusa, ile ni why, W of why, kwa nini. Hii maana ya kukaa na njaa usiku mzima inamaanisha nini katika maisha yako? Inamaanisha nini? Why? Hii ndio silaha Allah anayotumia katika kutusukuma sisi tuwe tunaona raha, tunapata halwa katika ibada zetu. Yani umeswali na ukimaliza kuswali unaona kama mzigo mkubwa umetolewa katika kiwiliwili chako. Hata kama ni mtu mwenye kilo 200 wajiona wewe mwepesi sana, kwa sababu umetekeleza wajibu wako. Unajua kwa nini unafanya kwa kufanya, na ukishajua kwa nini unakwenda katika W ya pili, what. Ikiwa kwa nini, basi mimi nifanye nini mpaka nitimize kile kwa nini, na ni lini haswa utangoja mpaka lini. Adui mkubwa wa mwanadamu ni adui wa kuchelewesha. Unachelewesha mpaka Mulku amekuja anakuambia, ndugu yangu twende sasa. Twende, mimi sijatoa zaka, twende vipi? Twende, hauna tena muda. Hamna. Twende, mimi bado sijaswali vizuri. Muda umeisha. Hakuna tena, umeisha. Twende, na mimi bado sijaenda haji, twende vipi? Twende. Sasa hapo ndio watu wanasema katika maisha you either live, unaishi kuwa liability, mzigo wa kujua wako mwenyewe, ama unakuwa
basit. Kuna watu wanatembea hawana shilingi mfukoni, lakini their worth is billions of dollars mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu wanatembea na mulku wa Suleiman, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hawana thamani hata shilingi moja. Sijui mnanielewa? Kuna binadamu wanatembea wana mulku wa Suleiman, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama chungu tu, hawana thamani yoyote. Na kuna wengine hawana kitu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala thamani yao dhahabia kubwa sana. Sana kuita wewe kama mwanadamu, ukiwa mtu ambaye unajizingatia kwamba nini unafanya, kwa nini unafanya na nini unafanya. Mwenyezi Mungu hakuwa anajua kwamba ile aya ya kwanza itakayomshukia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na effect yake ni katika maisha yetu itakuwa ni aya ya kumlazimisha, si kumuomba, si kumnasihi, ni kumlazimisha. Ikra Kiarabu ni fi'l amr, Kiingereza ni commanding verb. Ni neno uzito wake huwezi kukataa, kwa sababu limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili liweze kuwasha taa katika maisha. Ikra, amna uwezo wa kusema nitangoja, nitakataa, si lazima. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atumia neno lenye nguvu kabisa, lenye authority ya juu sana. Ikra, soma, kwa sababu ukisoma ndio utasimama, na ukisimama ndio utapata heshima, na Mungu atakujazia neema na rahma, na hutaweza kurudi nyuma. Wewe utaweza kuwa mtu ambaye una muhimu, kwa sababu unasikiliza yale mambo Allah anasema. Soma, soma, soma. Hakuna excuse inaitwa ignorance katika dini, hakuna. Kesho hutaweza kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, mimi sijajua. Hujajua vipi wewe? Hujajua vipi? Ingekuwa ni wakati wa zamani, maybe hujajua kwa sababu hujasoma Kiarabu. Kwa hivyo Qur'ani iko katika Kiarabu huielewi, lakini sasa Qur'ani iko Kiswahili, Kiingereza, Giriama, Kikuyu, Kimeru na kadhalika. Utanabiaje hujui? Utanabiaje? Ilmu sharia yote imetafsiriwa katika kila aina. Vitabu vyote vya hadithi vimetafsiriwa katika kila aina ya lugha, na kufanyiwa wepesi. Si lazima uende tena library, si lazima uende tena maktaba. Unaibeba katika mfuko wako kila wakati, katika simu yako, kila elimu unayoitaka. Watu wanasema kuna hatari inakuja sasa katika ulimwengu, sio hatari ya kuiba elimu, hatari ya kukosa nguvu ya kusoma kwa sababu AI, kwamba kila kitu sasa ni shortcut. Na kulingana na mimi, hiyo ndio mwanzo kupotea elimu. Watu wataacha kusoma, watategemea mitandao, na siku moja Allah subhanahu wa ta'ala atafunga mitandao. Elimu itakuwa iko hapo. Kwa wakati sasa hivi iko katika vifua vya watu, iko katika akili za watu, lakini watoto wetu kazi imefanywa rahisi. Tunaosomesha university sasa tuna taabu, hatujui kipi ni cha sawa, kipi cha sawa, kipi mtoto amefanya bidii ama kipi mtoto amekopia. Kila kitu kiko katika simu. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, tukijitahidi kusoma kwa sababu itatuongezea amali zetu na kutusukuma tuweze kwenda mbele. Tusome tukiwa na tatu katika akili zetu. Tatu. Ya kwanza, tukisoma tusome tupate taalimu, tujue yale ambayo hatujajua hapo mwanzo. Kuna raha ndugu yangu, hakuna raha. Na hii sijasoma mahali walijisomeshwa na mtu. Hii ni hali ambayo mimi naipitia katika maisha yangu. Hamna hiza, hamna starehe kama kuitwa mtu msomi. Huo maskini sio na chochote. Leo vitabu vingi vimeandikwa juu ya watu waliosoma. Imam Shafi, Imam Ghazali, Ibn Khaldun. Vitabu vichache sana vimeandikwa juu ya watu waliokuwa na mali katika ulimwengu. Ukisoma vitabu vingi, biography za wale walioleta athari katika ulimwengu kupitia elimu zao. Mara nyingine wanasema kusoma kuna njia tatu. Utasema Kiingereza.
Formal unaenda darasani msikilize mwalimu, pengine umekuwa mtu mzima uwezi tena kwenda darasani. Non-formal ni kwa bahati unakwenda kulingana na convenience yako. Informal ni kwamba wewe mwenyewe unajisomesha kitandani kwako. Kuna hotuba nyingine mimi hutoa hapa, huwa ni alfajiri nimeamka, nakumbuka nitazungumza msikitini, naenda tu kwa mtandao, inanipa fikra ni kitu gani nitazungumza. Dakika 5 tu inanipa fikra ni kitu gani nitazungumza. Kwa hivyo hamna tena sababu katika dunia. Kakangu, ndugu yangu, don't be excuses. Wanasema usiwe mtu mwenye kujenga sababu za kwa nini huwezi kufanya mazuri. Usiwe mtu kama huyo, kwa sababu mtu anayetaka kuwa mzuri utafuta elimu ya kufanya mzuri, na ambaye anataka kuwa mzuri atafuta sababu ya kutokuwa mzuri. Nishakuwa mzee, nishachelewa, kwanza mimi mgonjwa, nina majukumu mengi, watoto wenyewe wanasoma, na vipi mimi nitasoma, kwanza mke wangu, kwanza mamangu bado yuko hai, nitasoma. Kishtuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siku moja nilitoa kisa hapa msikitini, tulipewa ufadhili wa kwenda kusoma Nigeria. Sasa tulikuwa wanafunzi 5, mimi na yule shaka anakuja hapa Dr. Abdullah Khair na Dr. Sunkar ambaye ni msimamizi wa Islamic University of Kenya saizi, na Sheikh Hamad Mazrui ambaye alikuwa chief kadhi, na Sugo ambaye saizi ni mkubwa wa majeshi. Tunakwenda, kulikuwa na bwana mwingine akiitwa Hamis Basitu. Tumefika Mombasa airport na mabegi yetu, tunakwenda saa hizo bado tu vijana na kadhalika, tunaangaliana tunaona Hamis nenda wapi? Wakati wa ndege umefika, nikaomba nitoke nje, labda kapatikana na taklifu ya aina fulani kutoka. Hamis bado hajaondoka hivyo. Na Hamis vipi wakati anambia siendi tena. Wendi tena. Siendi. Hii ni ufadhili ungepewa watu wengine, umepewa wewe. Tikiti zimekatwa, kile kitu. Na siendi. Kwa nini? Akisema mimi naomba miezi 3 iliyopita nimwache mke wangu bure. Mjane babu ya ubachi. Tukasikitika sisi wote, tukapanda ndege na shingo upande, kwa sababu mwezi tukakataa. Na hatujui tungeulizwa kule, tukasema ni sababu gani. Subhanallah, baada ya miezi 6, baada ya mwaka mmoja kupata mtoto, ananiletea barua ya Nabii Mujahid. Majuto ni mjukuu, yule bibi ambaye alinifanya nisiwafuate kwenda kusoma, kapata bwana mwingine kanikimbia, kaniachia na mtoto. Sisi wengine tukaenda tukarudi, maisha yakabadilika, yeye bado anajikokota. Sawa. Kwa hivyo ni muhimu sana kuzingatia kwamba ile taalimu uitafute kwa hima na ghima, kwa hamu na hamu, ili kusudi uwe daraja yako imekwenda juu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wale ambao hawajui hawezi kufanana na wale ambao. Ya pili, kwa sababu ya kati, ni tarbia. Elimu kwa lugha ya Kiarabu inaitwa tarbia ya akhlaq. Kusoma bila ya akhlaq ni kama kunywa chai bila sukari, labda una mgonjwa wa sukari. Na mara nyingine kizungumza na vijana mwambia kusoma bila ya akhlaq ni kama kumpenda mtu alafu usimuoe. Ilikuwa na faida gani kupendana huko? Kusoma bila ile elimu kubadilisha akhlaq zako, kwa sababu ile madigrii yote hayaandikwi kwenye sura. Ile madigrii yanaonekana kutokana na tabia zake. Mtu anaona nasema huyu jamaa anaonekana msomi, tabia zake na kwa watu anapoingiliana na watu, mazungumzo yake, huyu ni msomi. Hatoi faida akakwambia mimi na madigrii 3 4 la hapa. Kwa hivyo tabia, hata kile kichache ambacho unajua, basi kieleze kwa kutumia tabia. Ad-dinu inda muamalat. Katika responsibility zote bwana mtume alizopewa, responsibility kubwa ilikuwa ni kuja kubadilisha tabia za watu. Yeye ilikuwa makarim al-akhlaq, university ya kujenga tabia nzuri. Na ya 3 ni ta'dib. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum ta'dib, taqwa. 4 muhimu sana: at-taqwa, at-tawakkul, at-ta'dib, al-tawfiq.
Nne muhimu sana, kwamba wewe takwa, alafu baada ya takwa umefanya plus yaqin, inabadilisha kadari. At-taqwa, at-tawakkul plus yaqin is equal change of destiny. Ukiwa unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile unachokifanya kwa yaqin, kwa maana uwezo wa kukusaidia, basi mwisho mambo kubadilika kwa mapya. Wanasema Waingereza, life is to grow. Usijali tafsiri, life is to grow, but you cannot grow if you don't know, and if you don't know, you go so low, and when you are low, you have nothing to show, and the wind will blow and you won't be able to grow because you don't know. Yani maisha ni kukua, na huwezi kukua kama hujajua, na kama hujajua chini itakuwa, na ukiwa chini upepo ukisikia utakuja utakutukua, kwa sababu wewe hujajua. Unakuta vijana wetu kwa sababu hawajui wanaigiza kile wanadoma, na baadaye wanachukuliwa na wimbi la uharibifu la ufisadi, kama shekha anaposema kuanzia juzi katika darasa yake. Kwa hivyo ndugu zangu, tuombe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sisi tuende umma wa kitabu, kwa sababu sisi ni umma wa kitabu, si ndio? Tuwe ni watu ambaye kusoma ipo katika nyoyo, na ndio mwelekeo wa maisha yetu, na baadaye kile kinachosoma kitasimama mbele ya Mola wetu, sema ya Allah usitie motoni huyu, kanisoma kweli kweli huyu. Qur'ani itatokea ushuhuda, ya Allah msamehe huyu, msamehe, alikuwa ananisoma kweli kweli, hata kama ana mapungufu ya aina fulani, itasimama mbele yako na moto. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya thamani ya Qur'ani atatusaidia. Shada la ilaha illallah, astaghfirullah, nasaluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Shada la ilaha illallah, astaghfirullah, nasaluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Shada la ilaha illallah, astaghfirullah, nasaluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Tawwab tub alaina warhamna unzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina wasamihna fima janaina. Ya Tawwab tub alaina waghfir lana walwalidina. Ya Tawwab Allahumma atina fiman hadait وعافنا فيمن خفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي عليك فإنه لا يعز من عليت ولا يذل من عليت تبارك ربنا وتوليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Nafikiri pia ndugu zetu leo wanatuacha, labda wanataka kusema kilima kimoja cha kutuaga. Tumefurahi na uwepo wenu, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awafanyie sahali kule mnapokwenda na kazi zenu na juhudi zenu. Mwenyezi Mungu ajalie kila hatua iwe ni hatua itakayoingia katika mizani yenu ya hasana. Mwenyezi Mungu azidi kuwapatia hima, kwa sababu mnafanya ni jihadi nafsi, na hiyo ndio jihadi yenye daraja kubwa kuliko kitani. Kwa hivyo mmoja wenu pengine nataka kusema kwaheri inshallah.
Nurdin, inshallah. Mwanafunzi wangu huyu jamaa. Mashaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. بارك الله. na akhlaq alhamdulillah, sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii kuwa siku tatu katika msikiti Salam. Ismu kutokamana na Uislamu. Assalam is total submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. maana yake kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalam, alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupokea vyema kwa hizi siku tatu. Tunashirikiana na mimi katika kueleza dawa sisi wanadamu mwingi wa kukosea. Huenda ikawa kuwa kwetu hapa kwa siku tatu labda tulikosea kwa njia moja na nyingine, pengine tulitumia maji kwa israfu, pengine huenda ikawa labda pengine tulimwaga uchafu mahali, ama labda tulikosea upande mmoja na nyingine. Tunaomba radhi na kusamehe kwa mapungufu yetu sisi kama wanadamu. Al-kamalu lillah wa ma sumiya al-insanu illa bin-nisyan. Tusingeliitwa wanadamu isipokuwa ni wingi wa kusahau. Wanadamu ni wingi wa kusahau. Kwa hivyo sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ikram ambayo kwamba mmetufanyia, alhamdulillah. Na wallahi twasikitika tuondoka ni bila utaratibu ndivyo ulivyo, lakini tumefaidika pakubwa sana kutoka kwa al-allama wetu, mwanachuoni wetu Profesa Mujahid, pamoja na shekhe letu kwa darasa lake la saa 10, mashaallah. Na zaidi kabisa sisi hatuna la kuwatia isipokuwa ni kuombea Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwapatia nguvu Masjidu Salam, na Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwapatia umoja, na Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwajaalia kama tulivyokutana katika ile 10 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala tena atukutanishe peponi tukiwa tumeshikana mkono kwa mkono, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا ودعاءنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم يا الله اللهم يا الله ارزقنا بكل الحرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء، وبكل آيات من القرآن سعادة. يا الله ارزقنا بحرف فرحا، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال ظفرا، وبراء رحمة، وبزاء زكاة، وبسن سعادة، وبشن شفاء، وبالصد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طراوة، وبالضاء غفرا، وبالعين علما، وبالغين غنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم بالغين غنا، اللهم بالفاء فلاحا، اللهم بالقاف قربة، اللهم بالكاف كرامة، اللهم بالميم موعظة، اللهم بالنون نورا، اللهم بالنون نورا، اللهم بالهاء هداية، اللهم بالهاء هداية، اللهم بالياء يقينا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين فرج
yetu. Allah, hakuna aliye mkamilifu isipokuwa ni wewe Allah. Tunakuomba tusamehe madhambi yetu. Allah, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kumi la rahma. Ya Allah, tupe rehema zako. Ya Allah, tupe rehema zako. Ya Allah, tupe rehema zako. Sisi ni waja wako dhaifu. Tunakuomba Allah, tupe rehema zako katika kumi la rahma. Allah, tunakuomba tukubalie ibada zetu. Allah, tunakuomba tukubalie ibada zetu. Allah, tunakuomba tukubalie somo zetu. Allah, tunakuomba tukubalie somo zetu. Allah, tunakuomba tukubalie somo zetu. Allah, tunakuomba warehemu wafuasi. Allah, tunakuomba warehemu wazazi wetu waliotuacha. Allah, tujalie tuingie peponi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rijal muslimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.